For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu cha pili, the two sides of kingdom of God. Pande mbili za ufalme wa Mungu. Tutaangalia eneo la kubadilisha matokeo. Jinsi gani mtu anaweza kubadilisha matokeo. Tumeishi na matokeo ya aina moja kwa muda mrefu sana. Tumekaa kwenye nyumba ya aina moja kwa muda mrefu, tumeendesha gari moja kwa muda mrefu, tumefanya kazi sehemu moja kwa muda mrefu, tunaabudu kwenye kanisa moja kwa muda mrefu, tumekaa kwenye mji mmoja kwa muda mrefu, tunafanya kitu kile kile kwa muda mrefu. Lazima ubadilishe matokeo. Jifunze kubadilisha matokeo. Transform your results. Change your result. Badilisha matokeo. Na kumbuka wewe mwenyewe ndio utabadilisha matokeo kutokana na fikra zako. Utakapoamua kufikiri positive, utabadilisha matokeo. Na kumbuka, hakuna positive pasipo negative. Hakuna hasi pasipo chanya, na hakuna chanya pasipo hasi. Kwa hiyo hivi vitu viko viwili, positive, negative. Bado tuko pale pale, two sides, katika pande mbili katika ulimwengu. Katika ufalme wa Mungu kuna positive na negative, kuna hasi na chanya. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani unaweza kubadilisha matokeo. Ni jinsi utakavyofikiri. Tunaposema jinsi ya kubadilisha matokeo, kumbuka kila kitu tunachokiona hapa ndani kilianzia kwenye wazo. Kilianzia kwenye wazo, thought. Kikaja kikawa nini? Kitu, thing. Tuko pamoja? Kwa hiyo kila kitu kitaanzia kwenye mawazo yako. Ndio pale unaambiwa kubadilisha matokeo ni kufikiri tofauti na kile kitu unachokiona leo. Kubadilisha matokeo ni kufikiri tofauti na maumivu unayopitia leo. Kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye mawazo yako. Carefully guide your thoughts because are the source of your true life. Chunga sana mawazo yako kwa sababu ndio chanzo cha maisha yako ya kweli. Biblia ya Kiswahili inasema chunga sana moyo wako. Biblia ya Kiingereza inakwambia carefully guide your thoughts. Chunga mawazo yako kwa sababu ndio chanzo cha maisha yako. Sasa kubadilisha matokeo ni wewe kuondoka kwenye kutembea kwa kuona, uanze kutembea kwa imani. Kwa mfano sasa hivi kwenye huduma, nikupe mfano mzuri tu wa huduma ya Kingdom Business. Sisi tulishabadilisha matokeo siku nyingi na tunaendelea kubadilisha matokeo. Sisi tunachoangalia, tunaangalia forward, tunaangalia mbele. Tunaangalia forward, tunaangalia future. Sisi tutakuta kwenye maongezi yetu 99% tunaongelea future, kwamba huduma inakwenda wapi. Tutakuwa na helikopta, tutakuwa na ndege kwa ajili ya kufikia watu, tutakuwa na ndege ya mizigo, helikopta za kupokea mizigo, tutakuwa na malori, tutajenga makanisa, tutajenga mabarabara. Tutahakikisha tumetransform akili za vijana wengi waanze kumtumikia Mungu. Tunahakikisha kwamba tumejenga makanisa ya kutosha, tumejenga mashule, hospitali, tumejenga. Hiyo ndio lugha tunayoongea. Kwamba hamna haja kuangalia kile unachokipitia sasa hivi. Anza kubadilisha matokeo kwa kinywa chako. Maneno yako yanatangulia maisha yako. Maneno yako ndio yanatangulia nini? Yesu alibadilisha matokeo. Alisema siku ya tatu nitakufa, siku ya tatu nitafufuka. Alikuwa anabadilisha matokeo. Anataka kuondoka. Amejua kazi yake imemaliza. Alipotaka kuondoka tu. Mimi naamini Mungu akumpangia Yesu.
akaa hapa duniani kwa siku 30, miaka 33. Yesu alibadilisha nini? Matokeo. Yeye akaanza kutamka kwamba nitakufa na siku ya 3 nitafanya nini? Nitafuka. Sasa Mungu alimpangia kwamba atakufa. Hata wewe ukiamua kuongea kwamba unataka kufa, kweli utafanya nini? Utakufa. Unachokisema ndio kitakachotokea. So, kama unaambiwa na yule mdhaifu aseme ana nguvu, na yule tajiri aseme, yule maskini aseme nini? Mtajiri. Ndivyo itakavyokuwa. Kwamba Yesu ndo alibadilisha matokeo. Ameona nimeshamaliza kazi, nataka kuondoka. Kwa mfano, umepangiwa na serikali au kampuni uende Mwanza, nenda Dar es Salaam, uende New York, nenda Japan. Umepangiwa kufanya kazi siku 30. Ile kazi umemaliza kwa siku 21. Utaendelea kukaa Japan? Na huku kuna kazi nyingine zinafanya nini? Na kusubiri. Inabidi kwamba utaondoka Japan. Kwamba Yesu ni hivyo. Alipojua kama kazi yake ameshamaliza, ameshafundisha kina Petro, na muda anaona Roho Mtakatifu afanya nini, yuko tayari kuja, kabidi aondoke. Kwa lazima ubadilishe matokeo. Usipoweza kubadilisha matokeo kwenye maisha yako, kuanza kufikiri tofauti na unavyofikiri sasa hivi. Na ndio sababu lazima uwe na ndoto, uwe na maono, uwe na shauku. Uanze kufikiri kile kitu ambacho unachotaka kuwa. Uwe na kalamu na karatasi. Toa kwenye akili yako, weka kwenye makaratasi. Mtumikie Mungu. Shukuru Mungu kwa kile kitu ambacho umekiandika. Kitatokea. Kitatokea kwa sababu pale kinachotakiwa pale ni muda. Kipe kile kitu muda. Kipe muda. Sasa lazima ujifunze kwamba watu wengi wanafikiri, anafikiri, unapofikiri jambo lolote, cha kwanza kabisa hichi kitu kinahitaji muda. Na tukisema muda nini? Kwa sababu watu wengi tukisema muda sio siku moja, muda sio wiki moja, muda sio mwezi moja, muda sio mwaka mmoja. Muda ni kila saa. Ni kila au juu lini kitatokea? Ni miaka 10 uwe unatoa muda. Muda ni kila saa. Kwamba hicho kitu unachokifanya kipe muda. Fanyia mazoezi. Ni mtu ananyanyua chuma, anataka apate misuli, itabidi anyanyue chuma muda wote, awe mazoezini. Angalau acheza mpira wote. Muda wote wako wapi? Mazoezini. Kila siku wako kwenye mazoezi. Kama na wewe lazima utoe muda. Mtu anasema natoa mwezi mmoja. Mwezi mmoja utakoja maliza. Au hichi kitu tunatoa mwaka mmoja utakoja maliza. Unaweza ukatoa muda ukamaliza kabla ya nini? Ya mwaka. Kwa sababu jinsi utakavyotoa masaa mengi ndivyo jinsi utakavyomaliza mapema. Ndivyo utakavyomaliza mapema. Kwa hiyo lazima kubadilisha matokeo. Kila kitu kilianza kwenye mawazo, kilianzia kwenye akili ya mtu, kikaonekana leo kuna kiti hapa, kuna podium hii, kuna simu, kuna vitu, magari, kuna kila kitu. Kilianzia kwenye akili ya mtu. Ni kwa sababu kuna mtu tu aliamua kubadilisha matokeo. Kiangalia simu zinatoka mpya kila siku, magari mapya kila siku. Ni mtu aliamua kubadilisha nini? Matokeo. Na wewe una uwezo huo wa kubadilisha matokeo kwenye haya maisha ambayo unaishi leo. Kaanza kufikiri, ukajipa muda, ukaanza kufanya zoezi. Umeamua kubadilisha matokeo, ukaamua kumtumikia Mungu. Kama vile sisi. Mimi nimebadilisha matokeo. Nimeamua kumfikiria Mungu tu. Nimeondoka kwenye kufikiria pesa na mfikiria Mungu. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na haya mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kwamba naamini kabisa haya matokeo ambayo nimebadilisha yataonekana. Nimetoka kwenye mambo ya kidunia na naamua kumtumikia Mungu. Kwamba lazima ubadilishe matokeo. Uanze kufikiri tofauti. Na vyanzo vyako viwili vya kufikiri vinakuwa ni neno la Mungu na uumbaji wa Mungu. Umemaliza? Lazima ujue chanzo chako cha kufikiri. Ili mtu ajue anafikiri vizuri, lazima vyanzo vyako viwili vya kufikiri, neno la Mungu na uumbaji wa Mungu. Hakuna chanzo kingine. Ukifikiri kwenye vyanzo vingine, wewe ni utapeli, ni ulaghai. Haijakaa sawa. Kwa lazima ujue kabisa kwamba, na kumbuka unapofikiri kwenye vyanzo viwili, utakuwa unaongea hekima muda wote. Ukifungua kinywa chako tu watu wanaelewa unaongea nini. Watu wanaelewa unaongea nini. Na watu wanadamu wanajua kabisa huyu ni mwanasiasa anaongea, na hii lugha anayoongea hakuna hekima ndani. Hii ni lugha anaongea ili apate kura.
Huyu ni mfanyabiashara, hii lugha anayoongea anataka auze. Huyu ni mchungaji, hii lugha anayoongea anataka sadaka. Kuna watu wanajua, sio kama watu hawajui, watu wanajua. Kwa hiyo lazima ukae chini ujue kabisa vyanzo vyako vya kufikiri vitakuwa ni viwili: neno la Mungu na uumbaji wa Mungu. Na kumbuka, huwezi badilisha matokeo kama hujaanza kufikiri mwenyewe. Utakapoanza kufikiri mwenyewe, utoe muda wa kutosha, upate utulivu, waangalie chanzo ni nini, utaona unakoenda. Usipoona chanzo cha mahali unakopitia, kuna mtu unaweza kuongea naye, unampa ushauri, lakini anatafuta kazi, anataka kufanya biashara. Chanzo sio kufanya kazi wala kufanya biashara. Mtu anatakiwa apate maarifa. Mtu hana akili ya kufanya hicho kitu anachotaka ukifanya. So Daniel alimwambia Mungu ampe akili apate ufahamu. Na watu wangu wanaangamizwa kwa kosa maarifa. Kwamba unachohitaji, huyu mtu anachohitaji ni maarifa. Kuna mtu nilimuuliza, ukikutana na Mungu leo akakwambia niombe kitu kimoja tu, utaomba nini? Utaomba nini? Anakwambia niombe kitu kimoja tu, utaomba nini? Utaomba Mungu akupe maarifa, akupe hekima, akupe ufahamu katika zile roho 7 alizonazo, akupe moja. Ni kama jinsi unaona Elisha alimwambia Elia, nataka upako wako mara 2. Akuomba mali za Elia, akuomba mali zake, akuomba alitaka hiyo roho, hiyo nguvu. Hicho kitu kinachosababisha wewe unafanya miujiza, hicho kitu kinachosababisha na Mungu anakunyakua. Nataka hicho, nataka mara 2. Sasa si Biblia inasema Elisha alikuja akafa. Elisha naye ndio atakiwa anyakuliwe. Kwa nini afe? Na kata amechukua pako jamaa mara ngapi? Ni kama ukimwangalia Yakobo alitaka mali ya baba yake. Isaka alikuwa tajiri sana. Isaka alirithi mali ya baba yake Abraham. Alitaka baraka tu, akamwachia ndugu yake zile mali. Akutaka vitu vya kuonekana, alitaka baraka tu, akachukua akaondoka. Leo unaangalia taifa la Israeli ni la Yakobo, hakuna taifa la Esau. Tuko pamoja? Kwa sababu anaangalia nikipata baraka, sasa lazima uangalie ni kitu gani unachokitaka, ni kitu gani ambacho unakitaka. Sasa unakuta watu wanauliza vitu vya kuonekana. Pale ndiko mahali wanapopotea. Ukiuliza vitu vya kuonekana ni vya muda mfupi. Kuuliza vitu visivyoonekana ni vya muda, kwa sababu vile vinatoka kwa Mungu. Kwamba lazima uangalie jinsi gani utakapobadilisha matokeo yanabadilishwa na vitu visivyoonekana. Matokeo yanabadilishwa na vitu vinavyoonekana. Vitu vinavyoonekana vimeshaonekana. Kwa hiyo lazima ujitahidi uweze kubadilisha matokeo. Na transformation, kugeuza hali ambayo sasa hivi unapitia ukaenda kwenye hali nyingine ambayo ni tofauti. Wewe mwenyewe utachukua maamuzi. Na hali itaanza kubadilika kutokea kwenye akili yako. Tulisoma kwenye kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 2. Lazima mabadiliko yatokee. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ya ukamilifu. Mabadiliko yote yanaanzia kwenye akili ya mtu. Mabadiliko yote yanaanzia kwenye mawazo ya mtu, kwenye akili ya mtu, unavyofikiri, unavyowaza. Na kitu kingine ambacho ni kikubwa sana, ukitaka mabadiliko, tafuta mtu ambaye ameshabadilika tayari. Tafuta mtu ambaye ameshabadilika, kaa naye karibu na utabadilika.
Hiyo ndio njia rahisi. Unaweza kuwa sasa hivi unataka mabadiliko, tafuta mtu ambaye ameshabadilika. Watu, dunia imesharahisishwa. Duniani vitu vimesharahisishwa. Leo hii mtu unayemtaka wewe wa staili yako yuko kwenye internet. Yuko nchi nyingine, taifa lingine, lakini yuko kwenye internet. Ameandika vitabu, ameandika shuhuda zake, anachokifanya, ndoto yako. Mtu anayefanana na ndoto yako na kusudi lako yuko kwenye internet na anafanya hicho kitu ambacho unachotaka ukifanya wewe, na hicho kitu ambacho ni shauku yako. Nenda fuatilia nyendo zake, fuatilia hatua zake, ana posti zake YouTube, Facebook, Instagram. Fuatilia hivyo vitu. Nataka nikuambie, kufuatilia kwa mwaka mmoja tayari ile roho yake inaingia kwako. Ikiingia kwako unaanza kufanya kama yeye. Obama alisoma vitabu vya Mandela na Martin Luther King muda wa miaka 3. Roho ya Martin Luther King kaingia ndani yake, roho ya Mandela kaingia ndani yake. Watu wanakupenda bila sababu. Kuna mbunge mmoja naweza nikamtaja. Kipindi yuko chama cha upinzani, kipindi anachukua fomu, alinifuata mimi, akaniambia, nataka uchukue fomu ya chama changu cha upinzani, alafu wale watu wako watakaopata unipe mimi. Lakini alinihakikishia, akaniambia wewe utashinda, usiwe ukang'ang'ania. Nikamwambia mimi huku niliko CCM, nikiondoka nimeharibu kila kitu, siwezi kuondoka huko. Basi nikaja nikampa kwenye library yangu kanda za Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, wanasiasa ambao walipendwa na watu sana. Nikamwambia kaangalie. Aliangalia, akachukua jibu. Mpaka leo ni mbunge. Leo ana library kubwa ya vitabu, ya CD, ya DVD. Anajua siri kwamba ili uweze kufanikiwa, tafuta mtu anayefanya kile kitu ambacho unachotaka kukifanya wewe. Msikilize sana ili ile roho ya ule mtu ingie wapi? Kwako. Wanafunzi wa Yesu walimsikiliza Yesu sana, wakaandika story zake sana. Ile roho ya Yesu ikafanya nini? Ikaingia kwao. Wakaanza kutembea kama Yesu, wanakula kama Yesu, wanafanya kama Yesu. Sasa hiyo ni njia ambayo ni shortcut kubadilisha nini? Matokeo. Tafuta mtu anayefanya kile kitu ambacho unachokifanya, unachotaka ukifanya. Mfuatilie kwenye mtandao, mfuatilie kwenye vitabu, mfuatilie kwenye Facebook, Instagram. Soma kila kitu anachoandika. Ile roho yake inaingia kwako. Full stop. Unaanza kufanya kama hiyo. Kwa sababu watu wanakuambia lazima uwe na mentor. Mentor ni mkufunzi, ni mwalimu, ni guide, ni mwongozaji. Ukimuongoza afu ukimpenda, wanafunzi wote wanaofanya vizuri shuleni, kuna mwalimu anayempenda shuleni, na yule mwalimu ana akili sana. Na yule mwanafunzi anakuwa na ile akili, yule mwalimu anampenda sana yule mwalimu. Utaona naye anafanya vizuri. Ndio sababu nakwambia mwanafunzi ukimfundisha kama hakupendi hataelewa. Hataelewa. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani unaweza ukabadilisha matokeo. Na kubadilisha matokeo sasa hivi nimeshakwambia tena, dunia imeshakuwa ni kijiji. Internet ndio chuo kikuu cha dunia. Chochote unachokitafuta nenda kwenye internet. Vyuo vikuu vyote duniani vinapeleka wanafunzi wapi? Kwenye internet. Nataka kitu anakuambia nenda kwenye internet, nenda ka Google. Ulete na ukigugu toa link, ulitoa wapi? Walimu wanafaisha, unapewa degree. Ina maana degree imetokea wapi? Kwenye internet. Internet ni bora kuliko nini? Kuliko shule, kuliko chuo kikuu. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba dunia imeshakuwa kijiji. Haiwezekani una smartphone, una kompyuta, unaweka bando kila siku. Hakuna mtu unayemfuatilia kwenye mtandao ambaye anafanya kitu ambacho unatamani wewe kuwa kama yeye. Tofauti na hapo, unakuwa unapoteza muda. Hakuna kitu utakitafuta kwenye internet ukose. Vipo vyote. Na internet itakuwa na faida tu kwa wale watu ambao wana kusudi, wana maono, wana ndoto, wana shauku zao,
Hao ndio watu watakofanya vizuri tu kwenye internet. Hao wengine wote ni wazururaji kwenye internet, wanazurura. Wameshapotea kwa sababu internet ni kama msitu. Kiingia kule ndani unapotea. Kwa sababu ukishajua kabisa eneo ambalo unataka kwenda kwenye internet, utakwenda eneo lile. Utakwenda kwenye eneo lingine. Ni eneo lako lile, unaenda kufanya research yako. Ufuatilia wale watu ambao wanafanya kitu kama unachofanya wewe. Unajifunza kupitia wao, maisha yanasonga mbele. Unabadilisha matokeo. Tofauti na hapo ni ngumu. Na ndio sababu tunasema hapa duniani katika ufalme wa Mungu vitu vimetengenezwa viwili. Ina maana wewe kile kitu unataka kujifunza wewe, kuna mtu mwingine ambaye ameshajifunza tayari. Ile changamoto ambayo umepitia wewe, kuna mtu mwingine ameshapitia ile changamoto na ametoka. Sasa ina maana lazima utafute yule mtu, umuulize ulitokaje kwenye changamoto, kwenye internet, kanisani. Unaweza kusikiliza shuhuda wa mtu tu. Kitu anachokisema ni mahali ambapo unapitia. Ile shuhuda inakutoa. Unaenda kufanya kama alivyofanya na unatoka. Kama kuna mtu ametoka hapa akaenda Nairobi, akanunua mzigo na akarudi. Akaenda China akanunua mzigo akarudi Tanzania. Ina maana na wewe akikwambia atakupa business card na contacts za kule alikoenda kununua mzigo. Na wewe ukienda utanunua na kufanya nini? Na kurudi. Full stop. Shuhuda ndivyo jinsi ilivyo. Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa shuhuda inauza. Shuhuda ina nguvu sana. Kwamba kila kitu duniani vimetengenezwa viwili. Ukiona kuna mahali unapitia leo, kuna mtu mwingine ameshapita pale na ametoka. Sasa unakuchunguza yule mtu alitokaje. Tayari unaanza kubadilisha matokeo. Usikae kwenye jambo moja kwa muda mrefu. Kuna maeneo matatu ya muhimu sana ambao watu wanataka kubadilisha matokeo. Maeneo matatu. Eneo la kwanza ni eneo la upendo. Watu wanatamani sana kubadilisha matokeo kwenye hilo eneo. Eneo la upendo tunaangalia eneo la mahusiano. Eneo la upendo ni eneo la mahusiano wako wewe na Mungu. Watu wanataka kubadilisha matokeo kwa sababu haiwezekani ukabadilisha matokeo. Ukishaweza kubadilisha matokeo yako ya wewe na Mungu, mahusiano yako na Mungu yakawa mazuri, wengine wote walioko chini, ni mke, ni watoto, marafiki, baba, mama, nini, wote watakupenda. Ukishabadilisha matokeo kwenye eneo la upendo. Na upendo ni Mungu mwenyewe. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Ukiweza kubadilisha matokeo kwenye hilo eneo, yaani jinsi unavyompenda Mungu leo ukampenda zaidi, jinsi unavyompenda Mungu leo ukamtumikia Mungu zaidi, tayari umeshabadilisha matokeo. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Eneo la pili ni eneo la afya. Kila mtu anataka kubadilisha matokeo kwenye eneo la afya. Anataka awe na afya bora zaidi. Eneo la afya. Ukiweza kubadilisha matokeo kwenye eneo la afya, kwa sababu ukimtumikia Mungu, anakuambia bali utamtumikia Mungu wako, Bwana Mungu wako, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabariki chakula chako na maji yako, na ataondoa magonjwa kati yako. Ataondoa magonjwa. Kwa maana ukimtumikia Mungu, ukishabadilisha matokeo yako katika mahusiano yako na Mungu yakawa mazuri, afya inakuwa nini? Nzuri. Eneo la tatu ambalo watu wanapenda sana kubadilisha matokeo, eneo la uchumi, economy. Eneo la uchumi. Hivi ni vitu vitatu vikubwa sana ambavyo watu wengi wanataka kuvibadilisha, matokeo yake yabadilike. Kama ni maskini anataka kuwa tajiri, kama ni mgonjwa anataka kuwa na afya, kama ana mahusiano mazuri, yaani ana upendo, anataka kuwa na nini? Na upendo. Kama apendwe, anataka kufanya nini? Kupendwa. Na kwa nini apendwe? Ukiona mtu ambaye apendwa, ampende Mungu. Ukiona mtu analalamika sema watu wanipendi, nakataliwa na roho, kataliwa na roho, ampende Mungu. Ukimpenda Mungu, hakuna roho kataliwa itaonekana mbele yako. Unaona? Ukimwona mtu yote ana roho kukataliwa, ampende Mungu. Akiamua kumtumikia Mungu kwa nguvu zake zote, kwa akili yake yote, kwa nafsi yake yote, na kwa moyo wake wote, zile roho zinaondoka.
Kwa sababu ukishampenda Mungu tu, anakwambia kama Mungu yuko juu yetu, nani anaweza kuwa? Hamna. Ni Mungu tu. Sasa hiyo ndio tatizo, kwamba mtu anakuambia na roho ya kukataliwa, watu wampendi, ndugu zake wampendi, si baba yake ampendi, mama yake ampendi. Huyu mtu ampendi Mungu. Ampendi Mungu. Ukitaka watu wakupende, mpende Mungu. Ukitaka watu wakuamini, muamini nani? Mungu. Full stop. Hamna kitu kingine. Nenda kwenye chanzo. Nenda kwenye chanzo, the source. Chanzo cha wewe kuwa hapa duniani ni Mungu. Mpende, penda chanzo chako. Wengine wote ni matokeo. Kuna source na kuna chanzo na matokeo. Sasa nenda kwenye chanzo. Watu wengi hawaendi kwenye chanzo, wanaenda kwenye matokeo. Wanataka watu wawapende, wanataka kuplease watu, kutafadhalisha watu, wanataka watu waone kwamba ni watu wazuri. No. Unajua mimi kuna maneno naongeaga magumu sana kutokana na ufahamu wangu na akili yangu. Mwaka 2008 nilifanya agano langu mimi na akili yangu kwa muda wa miaka 10. Sitaenda kuzika, sitaenda kwenye sherehe yote, kwenye harusi, sitaenda kwenye chochote, kwenye makongamano ya watu kwa muda wa miaka 10. Kwa nini? Nataka nibadilishe matokeo. Na nimeweza. Unatoa miaka 10, sio kama ni muda wote. Hapa miaka 10 tu, unasema miaka 10 mpaka 2018. Ishi 2008 mpaka 2018. Kwa sababu kuna matokeo nataka kubadilisha. Huwezi kutafadhalisha watu. Huwezi. Lakini kuna vitu lazima kumbuka. Vita vya Uganda na Tanzania, Nyerere alisema nini? Tufunge nini? Funga mkanda. Labda wewe fika mahali ufunge mkanda. Funga mkanda miaka 10, hivyo vitu weka pembeni. Kwa sababu mtu akifa, sijamuua mimi. Wanakuwa wanakufa ndugu wengi, wamekufa nini? Siendi. Kwa sababu gani? Nimetoa miaka 10 ya kubadilisha matokeo. Na mtafuta Mungu. Na kubadilisha matokeo yangu mimi na Mungu. Mahusiano yangu mimi na Mungu. Nilipobadilisha matokeo yangu mimi na Mungu, nilikuwa na asma, miguu ilikuwa na machangamoto chungu nzima, vitu vilikuwa vinanisumbua. Mungu kabadilisha afya yangu. Na sasa hivi ninavyoongea mimi na wewe, Mungu anakwenda kubadilisha uchumi utakuwa mkubwa. Tuko pamoja? Mungu anakwenda kubadilisha uchumi kwa sababu tunaiona furaha Mungu ambaye ameweka mbele yetu. Tunaiona furaha. Tunaondoka kwenye uchumi tulioko, tunakwenda kwenye uchumi mkubwa zaidi. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba Mungu anaangalia. Ndipo somaga lile andiko Yesu alisema acha wafu wazike wafu wao. Mimi nilitumia vizuri sana. Kwa hiyo lazima ufanye maagano. Lakini sasa hivi mtu akifa tunaenda kuzika. Miaka 10 imeshaisha. Tumeshabadilisha nini? Matokeo. Ikitokea harusi tukiitwa tunaenda, tutachangia tu. Kwa hiyo usiogope tena kutuita sasa hivi. Mtu akifa usiogope kutuambia mtu amefariki, tuambie tutakuja. Tutamsindikiza nyumba yake ya mwisho kudumu. Kwa hiyo haya ni maeneo matatu ambao watu wengi duniani wanataka kubadilisha matokeo. Eneo la upendo, mahusiano, eneo la afya na eneo la uchumi. Kila mtu anatamani kubadilisha matokeo kwenye haya maeneo matatu. Na ukishaweza kubadilisha matokeo kwenye haya maeneo matatu, maisha ni mazuri. Kwa hiyo ni maeneo ambao watu wanapigana vita vizuri vya imani, vya kimwili, waweze kufanikiwa kwenye haya maeneo matatu, kubadilisha matokeo. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo lazima ujue kabisa kwamba, na hakuna kitu ambacho huwezi badilisha matokeo kama haujui swala la muda. Kumbuka mimi nimetoa miaka 10. Miaka 10 ni swala la muda hiyo. Muda, na kila mtu ana muda. Kila mtu ana muda wa kuamua kubadilisha matokeo. Kila mtu unayemwona duniani akiamka asubuhi na masaa 24 mapya amepewa. Kwa sababu mimi nasema kama umwamini Mungu, amini muda. Kwa sababu Mungu ni alfa na omega. Kama uamini Mungu, amini nini? Amini muda. Ukiangalia kuna watu ambao hawaamini Mungu, lakini wanaamini muda. Na wanafanya vizuri kwa sababu ni kwamba ameacha kumwamini
baba akamwamini mtoto. Unaona? Lakini hao baba na hao wameacha kumwamini baba akamwamini mama. Lakini hao wote ni kitu hichi, wameshakuwa mwili. Mwanamke na mwanaume wakioana wanakuwa mwili. Anamwamini baba, anamwamini mama. Mwingine anamwamini mama, anamwamini nani? Baba. Kitu ni hicho hicho. So muda na Mungu ni kitu hicho hicho. Kama muamini Mungu basi amini muda. Kwamba nimepewa masaa 24, ngoja niende kwa watoto yatima. Ngoja niende katunze mazingira. Ngoja niende kahubiri injili. Ngoja nikafanye kitu fulani. Swala ni kwamba Yesu anasema ukiamini mambo yote yanawezekana. Ukiamini muda, ukiangalia nchi kama Japani wanaamini kwenye muda. China wanaamini kwenye muda. Nchi zote zilizoendelea. Na unapoamini muda, unamwamini Mungu, automatically unamwamini Mungu. Leo tukisema kati ya Wakristo na Wachina na watu gani wameokoka, tunasema ni Wachina. Kwa sababu tunaweza kuona hekima wa China kila mahali. Barabarani ukitembea huko unakuta hekima wa China, watu wametandika huko China wanauza. Kuna hekima walokole wametandika huko China wanauza? Hakuna. Ukiniambia walokole wanafanyaga nini? Mimi sijui. Lakini sisi kwenye huduma ya Kingdom Business tunataka tubadilishe mtazamo wa walokole. Yaani zianze zikaonekane bidhaa za walokole zimetandazwa wapi? Barabarani, watu wanauza. Watu wanauza. Tuanze kuona akili za walokole kwenye akili za watu wengine. Tunaona akili za wana wa Mungu kwenye akili za Wachina, akili za Wahindi, wa Marekani, akili za kila taifa. Tunaona akili zetu kwenye akili zao. Wanatumia nini? Wanatumia akili ya Kristo kwenye akili zao. Tofauti na hapo ni ngumu. Kwa sababu haiwezekani Wakristo wakawa ni wateja, wakawa ni wa customers. Yaani hakuna kitu kibaya kama mtu kukubalisha kuwa nani? Mteja. Kuwa mteja na maana kwamba wewe ni mtu wa kununua tu, hakuna siku unauza. Haijakaa vizuri. Na kama unaweza kununua, ina maana unaweza kuuza. Formula ni hiyo hiyo. Unageuza nini? Unabadilisha matokeo. Wewe ulikuwa unanunua muda wote. Sasa hivi unaanza kufanya nini? Kuuza. Badilisha matokeo. Transform your results. Sasa utaondoka kwenye kununua, unakwenda kwenye kuuza. Yote nataka maarifa. Ufundishwe. Ndio kitu tunachokifanya sisi. Tunataka tubadilishe matokeo ya watu. To transform akili za watu, tubadilishe akili za watu. Watoke kwenye kununua, waende kwenye kuuza. Watoke kwenye kuwaza, waende kwenye kufikiri. Watoke kwenye kufikiri, waende kwenye kutafakari. Watoke kwenye hali ya kutafakari mpaka waweze kuona picha kwenye akili zao. Picha ya kitu fulani. Tofauti na hapo, maisha yanakuwa ni ya kung'ang'ana. Kwa sababu namna gani unaweza kutumia muda kubadilisha matokeo? Kutumia muda kubadilisha watu na vitu. Una uwezo kutumia muda kubadilisha watu na nini? Na vitu. Kwa sababu kazi ya muda ni kufikiri, kutengeneza mawazo mapya na kutafuta taarifa. Kazi ya muda sio kutafuta fedha. Kazi ya fedha ni kuokoa muda wako. Na utaona kabisa kwamba kwa mfano umekuwa mtu wa hasira sana. Yaani nyumbani watoto wanakuogopa, mke anakuogopa, wafanyakazi wanakuogopa. Badilisha matokeo. Kwamba wale watu waanze kukupenda. Uondoke kwenye kuogopwa. Watu wanaekaa na wewe kwa hofu, waanze kukupenda na kukuamini. Kampuni inakuwa, biashara inakuwa. Watu watakapoacha kuogopa tu, biashara inakuwa, kwa sababu wanafanya kazi kwa upendo, sio kwa hofu, sio kwa uoga. Sasa watu wengi wanaishi na watu ambao wanawaogopa. Baba akiingia nyumbani tu, TV zinazimwa, kila kitu, watu wanaingia chumbani, mama anaenda jikoni, kila mmoja sisi ndugu na baki nyeupe. Ina maana wewe ni ghost. Hautaki kukaa na watu. Hiyo ni mbaya. Badilisha matokeo. Yaani lazima ubadilishe matokeo. Leo hii tukiangalia familia nyingi sana, watoto wafanye vizuri. Haijalishi ni wa matajiri, ni wa maskini,
ni wasomi, watoto wafanye vizuri. Changamoto nini? Wale wazazi hawana muda na watoto wao, wana muda na kutafuta fedha na mambo mengine. Sasa ukishakosa muda na mtoto, ule muda wa kufundisha mtoto ukipita, ukasubiri mtoto wako wa kike, mtoto wako wa kiume ndevu zimeshatoka na wa kike anaanza kupata maziwa, huwezi kuingiza tena kitu chako kwake. Wewe dunia imeshaanza kuingiza vitu vyake. Sasa inabidi uhakikishe mtoto kabla hajaota ndevu, hajaota maziwa, umeingiza taarifa zako kwake. Unamlea mtoto katika njia ipasayo, hata sahau mpaka atakapokuwa nini? Mzee. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwenye hiyo hatua inatosha kabisa kukazana, kuhakikisha kabisa kwamba huyu hizi taarifa zangu nilizomuingizia ndizo zitakazomuongoza kwa anakoenda. Na hizo taarifa zimetoka kwenye neno la Mungu. Full stop. Kwamba ni muda, utatumia muda wa kubadilisha matokeo ya watoto wako, ndoa yako, biashara yako, kazi yako. Usipotumia muda wako kubadilisha matokeo, hakuna kitu kitakachotokea. Hebu tuende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 mpaka wa 28. Matendo ya Mitume 17:26 mpaka 28. Neno la Mungu linasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati, akiisha kuwawekea muda ulioamriwa tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Sasa jaribu kuangalia Mungu alipoumba mbingu na nchi, aliumba watu, muda na mipaka. Kila nchi kaweka mipaka, yaani nyakati zimetajwa pale. Leo wa Kenya wana sehemu yao na mipaka yao na sehemu na muda wao kufanya kazi. Tanzania, wa Marekani wana muda wao na mipaka yao. Kiangalia Waingereza, kwamba muda umetajwa pale. Kazi ya muda ni kubadilisha matokeo. Tunachokisema ni kwamba mahali akili yako ilipo na moyo wako ulipo, ndipo muda wako utakapokuwepo. Na ukitaka kujua kweli, ukitaka kujua huyu mtu anamtumikia Mungu, aonyeshe muda wake anafanyaje nini. Yaani Mungu alipotoa muda hapa duniani, muda ni kwa ajili ya kuonyesha, yaani kuhakiki ni kweli mtu anafanyaje, anamtumikia Mungu. Yaani muda ndio proof. Haiwezekani ukasema unampenda Mungu na muda wako haupo kwa Mungu. Haiwezekani. Haiwezekani unasema unampenda mke wako na muda wako haupo kwa nani? Kwa mke wako. Mtu yote anayempenda mke wake na muda wake uko kwa nani? Kwa mke wake. Mtu yote anayependa kunywa pombe na muda wake uko kwenye pombe. Pale kile unachokipenda ndicho kitakachochukua muda wako. Sasa jiulize leo, muda, kazi ya muda ni kuhakiki kwamba ni kweli mtu anafanyaje kitu. Ni kweli ukienda sasa hivi utamkuta pale. Kuna watu ambao sasa hivi ukienda, unajua mahali wanapatikana kila siku, utamkuta hapo. Kuna mtafuta ukimtafuta tu mtu atakwambia fulani, sasa hivi uko sehemu fulani. Sasa hivi uko pale kwenye pool table. Sasa hivi uko sehemu fulani. Sasa hivi uko kwenye kubeti. Kwa sababu ndicho kitu unachokipenda, ndiko mahali unakowekeza muda wako. Kwa hiyo sasa muda kazi yake ni kuhakiki, ni kuprove, kutoa hakikisho kwamba huyu mtu kweli anafanyaje hicho kitu. Haiwezekani unasema unampenda Mungu alafu you can't prove with your time. Huwezi kuprove ni kuhakiki na muda wako, kuhakikisha na muda wako kwamba kweli mtu anamtumikia Mungu. Hiyo ndio kazi ya muda. Na sababu nakwambia muda utasema ukweli. Tumpe muda tu mtu.
muda utasema ukweli. Kama ni cha Mungu kitadumu, kama sio cha Mungu hakitafanya nini? Hakitadumu. Kwa hiyo kazi ya muda ni kuhakiki kwamba ni kweli mtu anafanya hicho kitu. Ukiambia mtu anaenda shule, unabidi uende shuleni saa hizi kama utamkuta. Umeelewa? Huyu mtu ni mchungaji, nenda kama utamkuta kanisani. Kile kitu unachokipenda, muda ndio unahakiki kwamba huyu mtu kweli anakifanya. Kwa hiyo lazima ujitahidi uweze kutumia muda wako vizuri. Kwa muda ndio unasema ukweli. Muda ndio unasema ukweli. Na tunasema muda ni master key. Muda ndio ufunguo mkubwa. Time is a master key. Ni ufunguo mkuu. Muda unafungua kila kitu kigumu na kilaini. Muda unafungua kila kitu kigumu na kilaini. Kuna methali ya Kiswahili inasema hakuna mkate mgumu kwa chai ya rangi. Kwa chai kwamba hakuna mkate mgumu, kwamba ukioko kwenye utalainika. Hakuna kitu kigumu kwenye muda. Hakuna kitu kigumu kwenye nini? Kwenye muda. Muda ni Mungu. Hakuna kitu kigumu kwa Mungu. Mungu anasema neno gani gumu kwangu? Lisilowezekana. Kwamba hichi kitu kikipa muda kitafanya nini? Kitatokea. Swala ni kwamba ni muda. Nilikwenda barabarani kufundisha, niliamua kumtumikia Mungu, nikaamua kuanza kuhubiri barabarani, nikatoa miaka 10 ya kuhubiri, namaliza kuanzia 2012 mpaka 2022. Nilisema nakwenda barabarani, nitaongea pumba mpaka niongee nini? Mchele. Full stop. Kwa sababu hakuna mtu anaanza na mchele. Watoto wanaanza na nini? Na pumba. Mimi nilikwenda mahali wanakoboa mpunga. Siku 3 nikawa naangalia kitu gani kinatangulia kutoka. Ni pumba. Kinatangulia kutoka. Kwamba inabidi uongee pumba mpaka uongee nini? Mchele. Ukiwa na moyo huo, jipe muda. Utaongea mchele. Hata kina Petro walimfuata Yesu, walikuwa wanaongea pumba. Aliyekuwa anaongea mchele pale ni Yesu peke yake. Lakini baada ya muda aliongea pumba na mpaka wakaongea nini? Mchele. Ni kwanza. Usipoanza hakuna mtu atakuanzishia. Na muda wanao. Tulianza juzi tu miaka 10, tumebakiza miaka 2. Sema ni mwaka 1.5 tumebakiza. Ni mwaka huu ni mwezi wa 9, ni mwaka 1.5 tumebakiza. Siku juzi ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 6. Siku zina fly, zinapaa. Kwa hiyo jaribu kuangalia, fanya zoezi. Fanya zoezi. Watu wengi sana wanapofanya kitu pale mwanzo, wasipoona dalili za kufanikiwa wanaacha. Hakuna kitu hata kimoja duniani pale mwanzo kitakuonyesha dalili yote ya kufanikiwa. Kwanza kuna maneno ya watu, kuna katisho tamaa, kuna wewe mwenyewe kutokuwa na nguvu ya kifedha, nguvu ya akili ya maarifa, kuna watu kukimbia, kuna vitu chungu zile vitatokea pale mwanzo. Lakini ukingangania utaona mbele dalili zote utaziona. Hakuna kitu kinaanzaga mwanzo ukasema kwamba ukianza. Watu wengi wanapoanza jambo lolote, ni kweli inatakiwa ufikiri kufanikiwa, lakini usifikirie mapema. Nakumbuka kuna dada mmoja alikuwa Marekani, ameenda kununua bidhaa zake za duka. Yaani anatembea tu barabarani. Akakuta wale watu wanasoma viganja vya mkono. Inaitwa nini? Kusoma viganja vya mkono. Akasimama, akampa mkono, akamsomea, akamwambia mume wako atakufa kabla yako. Yeye ndo atabora kufa. Amesoma leo mkono, kesho yake mume wake akafa. Akasema sikujua itakuwa haraka namna. Tuko pamoja. Akasema sikujua itakuwa haraka hivyo. Na ukumbuka alikuwa yuko na mke wangu wako pamoja. Wakati anaambia maneno mke wangu anasikia. Sasa yeye akasema sikujua kama itakuwa haraka hivyo. Unaona?
Hata na wewe ndio hivyo, wakati unafanya kitu, yaani umeanzisha mradi wako, watu wengi wanafikiri kufanikiwa haraka. Umeelewa? Ile ndio kosa. Kufanikiwa haraka ikitokea ni sawa, isipotokea wewe jipe muda wa kutosha. Ni kama dada akasema kujua itatokea haraka, itakuwa mapema hiyo. Unaona? Ni jambo baya kujua itatokea mapema hiyo. Anajua itatokea siku. Kwa hiyo sasa na wewe pia unapofanya kitu, kipe muda wa kutosha. Sasa mimi nikifanya jambo lolote nakipa muda mrefu. Nimetoa miaka 10 ya kujifunza. Najifunza miaka 10. Na naamini ndani ya miaka 10 kuna kitu kitatokea. Kuna kitu kikubwa kitatokea. Kwa hiyo na wewe hivyo hivyo, toa muda. Toa muda, usikate tamaa. Alafu unabadilisha sana matokeo na maneno yako. Matokeo yanabadilishwa na kauli yako. Kwamba unachoongea ni nini? Unaongea mafanikio au unaongea kushindwa? Ongea sana kufanikiwa ili usishindwe. Daudi, kumbuka Daudi alikwenda vitani. Wakarudi wakakuta kwenye kambi ambao walikuwa wanaishi. Wamekuja adui zao, wamewachukua watu wote, wameteka kila mtu. Sasa wale watu ambao Daudi ametoka nao vitani wakataka kumpiga Daudi na mawe. Daudi alijitia moyo mwenyewe. Akarudi kwenda kutafuta wale watu. Akawapata, akarudisha na vitu vingi zaidi. Kwa nini? Alijitia moyo mwenyewe. Usisubiri mtu akutie nini? Moyo. Kubadilisha matokeo ni wewe mwenyewe. Vitu unavyotamka. Hata kama kitu hakiwezekani, sema kinawezekana. Sema kinawezekana. Nakumbuka juzi kwa namsikiza Mheshimiwa Rais kuhusu kuhamishia makao makuu Dodoma. Anasema siku ile alikuwa anasema hii miaka 5 kisha makao makuu yamehamia Dodoma, alikuwa ana uhakika. Lakini alisema kwa imani. Unajua sasa hivi ndio nabii wetu. Ndio nabii wetu, ndio kuhani wetu mkuu sasa hivi. Yaani sasa hivi kwenye nchi hatuna nabii, ni Mheshimiwa Rais mwenyewe. Wenye makanisa wamefunga dini makanisa. Sasa nimebaki Mheshimiwa Rais atamke kama nabii, kama mtume. Yaani yeye ndo nabii sasa hivi anatamka. Nifai sana alipotamka kwamba anataka makao makuu ya Michelle Dodoma ndani ya miaka 5. Halafu akasema yeye mwenyewe alikuwa na uhakika. Aliongea kwa imani. Aliongea kwa nini? Kwa imani. Angalia wewe, jiulize tu maneno kama hayo. Nakumbuka amefanya vitu vikubwa sana hapo Dodoma. Ni kitu cha haraka sana, miaka 5 ni haraka. Vitu vile alivyofanya ni vitu vikubwa sana. Sasa jaribu kuangalia, tamka kitu, sema. Na yule mdhaifu nasema na nini? Mungu anataka utamke. Nakumbuka tena siku moja nilikuwa na changamoto ya kiafya wakati nahubiri barabarani. Nikawa najisikia vibaya sana, nikaenda kanisani kwa ajili ya kuombewa. Lakini mtu anayeniombea mimi anapiga kelele sana. Sasa nikamwambia bwana, tuende kwenye ile kanisa la watoto, kwenye darasa la watoto kule. Akaniambia hapa. Sasa akati ananiombea hapo, watu wote walipo kule nje wanasikia. Sasa simsikilizi, nimekereka. Akawa ananiombea. Lakini nikatoka pale nimepona. Ukiniambia nimeponaje? Mimi sijui. Mimi nadhani kupona ni kwa sababu tu niliamua kumsikiliza. Ni pale aliposema sema amen, na mimi alikuwa ananiambia rudia maneno, na mimi narudia maneno. Ananiambia nirudie. Yale maneno nilikuwa narudia ndio yalisababisha nikapona. Lakini akili yangu ilikuwa pale. Sisi tuko pamoja. Ili wewe sema, hata kama akili yako ipo, ni kama mtu anakuambia Mungu akubariki. Hata kama akili yake hajaongea kwa imani, hajaongea kwa kumaanisha, kwa sababu ameshatamka yale maneno, yanakupata. Kumbuka mtu akitukana, mtu akimsema mtu vibaya, afu anakuja kukanusha kauli yake, tayari maneno alishafanya nini? Ameshasema. Kwamba wewe unachotakiwa ni kusema. Sema tu kwamba mwaka kesho mimi nitakuwa kwenye hatua fulani. Mwaka kesho watu wote wanaoandika business plan wanatoaga makadirio. Kweli uongo? Mwaka huu tutatengeneza hela kiasi fulani kwenye biashara hii. Mwaka kesho baada ya miaka 5 tutakuwa tumetengeneza hela kiasi. Kwani kweli wameshatengeneza? Hamna. Lakini unashangaa tu wanapitiliza mpaka kile kiwango ambacho wamefanya nini? Wamekadiria. Wanapitiliza kile kiwango. Kwa sababu waliandika tu. Sasa sisi wazungu wanatushinda kwenye hicho kitu, kwenye prediction. Wenyewe wanaweza kukadiria vitu na vikatokea. Na wanavikadiria, wanaandika kwenye makaratasi. Sasa na wewe pia ukikadiria kitu,
ukasema bwana baada ya muda fulani utakuwa unaweza kutengeneza hela kiasi fulani, utaona kinatokea. Wewe ni kusema na kuandika tarehe na siku na saa ulisema, full stop. Mungu anafanya hiyo kazi, anakurudisha pale ambako uliandika, unaanza kumshukuru Mungu. Swala ni kwamba sisi tuna Waafrika wengi sana, kinachotupotosha sisi, tunaongea sana mambo yaliyopita, tunaongea sana matukio, yaani tunaongea sana matukio, hatuongei vitu vijavyo, hatuongei vitu tunavyotaka kuviona. Tunaongea, na hakuna kitu kibaya kama kuongea kitu ambacho kimeshapita. Akikusaidii. Ongea kitu ambacho hauna. Abraham alikuwa anaongea vitu ambavyo hana. Unakuta mtu anakuambia huu ni ugonjwa wangu, baba yangu alikufa na ugonjwa sini. Anaongea stories hizo kila siku. Ni ugonjwa wetu kwenye familia yetu, tuzo hivi watu wanakufaga na hivyo. Aongee afya, aongee uzima, yeye anaongeaga mauti. Anabaki hapo kwenye mauti. Anasema sisi hatunaga hela, hatujawahi kusoma, familia nzima hakuna aliyeolewa kwenye ndoa, wanazaaga tu hapo nyumbani, ndoa. Yaani unaongea vitu hivyo, ni vitu vya zamani. Ongea vitu ambavyo vipya, kwamba kwenye familia watu wataanza watakuwa na degree, watu wataolewa na ndoa takatifu, watu watakuwa matajiri, watu watasafiri, watu watafanya biashara kubwa kwenye familia. Lakini watu waongee hivyo, wanaongea vitu. Shida moja kubwa, usiongee kitu ambacho unataka mtu akuonee huruma. Ongea kitu ambacho mtu atakuonea wivu. Ukisema kitu kwamba mimi nataka, unamwambia mtu kwamba mwakani mwezi kama huu nitakuwa na dola milioni 5. Anaanza kuona nini? Wivu, roho inaanza kumuuma. Utapata wapi? Anza subiri. Utapata wapi? Mwaka kesho itakuwa kunitafuta mpaka ujaze form. Kunitafuta mimi, kuniona mimi mpaka ujaze form. Anasema itakuwaje? Ongea vitu ambavyo watu watakuonea wivu. Sio watu watakuonea huruma. Sasa watu wengi wanaongea vitu, wanatafuta huruma za watu. Mtu mwingine, yaani kuongea vitu ambavyo vimeshapita na kutafuta huruma za watu, na huruma za watu zikusaidii. Ongea matukio makubwa. Ongea vitu vikubwa. Mungu anakuambia niite na mimi nitaitikia, nitakuonyesha mambo makubwa ya ajabu na usiyojua. Hiyo kitu. Unatakiwa wewe uongee vitu vikubwa ambavyo watu vitakavyowatekenya watu masikio. Nasema jamaa semaga atakuwa fulani. Mbona ajabu? Wakati wanaanza kukejeli ndio Mungu anaanza kukunyanyua. Mungu anaanza kukutoa kwenye mavumbi na kukuketisha pamoja na wakuu. Tumebakiza dakika chache tumalize, dakika 4 tumalize. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Pande mbili za ufalme wa Mungu. Nataka tu ujue kwamba chochote unachokiona, unachopitia leo kina pande ngapi? 2. Kama ni kama gari umeendesha, spare zimeshaanza kuchoka, ina maana kuna nyingine mpya ambayo utachukua utaweka pale, gari itaendelea kuwa jipya, itaendelea kufanya kazi vizuri zaidi. Na chochote ambacho kimechoka kwenye maisha yako, jua kina pande mbili. Kama kuna dhambi, kuna toba. Dhambi kuna haki. Ukiingia kwenye toba unapata haki. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kuna pesa, katika pesa kuna noti na sarafu. Na kuna pesa kimvuli na pesa ya kweli. Lazima utafute pesa kimvuli kwanza ndio upate pesa ya kweli. Lazima wingu lifunge kwanza ndio mvua ifanye nini? Lazima wingu lijaze maji. Likishajaza maji ndio mvua inadondoka kwenye nchi. Lazima kuna kitu cha kufanya kutokana na ile hali ambayo unapitia. Sasa anza kutafuta ile sehemu ya pili. Ile sehemu ya pili. Unakuta kuna mtu ana ujasiri. Unaona? Ina maana kama una ujasiri una hofu. Inabidi uombe nini? Ujasiri. Kwa sababu upo, ujasiri wako upo. Yaani hakuna kitu ambacho unakihitaji wewe ambacho Mungu kwa ajili yako ambacho hakipo. Kila kitu kipo. Na ndio sababu unaambiwa kwenye uzima huu tulionao kuna mwingine unaitwa uzima wa nini? Wa milele. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba kila kitu kina pande mbili. Kuna mauti na uzima, kuna baraka na laana, kila kitu kina pande. Kuna tajiri na maskini, kuna mwanamke na mwanaume, kuna afya na magonjwa. Unaona una magonjwa, omba afya. Unaona kila kitu kina sifa yake. Viko viwili. Hichi kimeshatumika, omba kile kingine. Mungu anakubalishia, kinakuwa kiko sawa.
Kwa hiyo ni kutembea na huo ufahamu. Huo ufahamu utakusaidia sana mbele ya safari. Hata unapomwombea mtu ni mgonjwa, ana changamoto ya figo, mwombe Mungu akupe ile spare, aachilie spare. Ana changamoto ya kizazi, mwombe Mungu aachilie kingine, tumbo la uzao mwingine. Ana changamoto ya kitu fulani, unaomba Mungu akupe spare ile ya pili. Ipo. Nakumbuka kazi ya ule muovu shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Sasa ule muovu anakuta ameshakuja ameharibu, inabidi uombe spare. Ameshaharibu kitu chako, unaingia kwenye toba, alafu unaomba nini? Spare. Kuingia kwenye toba, ukishamaliza kuingia kwenye toba, omba spare, omba kile cha akiba, ili Mungu akupatie kile cha akiba. Kwa sababu Daudi alikuwa akiingia kwenye toba akiomba chochote kile kinaachiliwa. Akiingia kwenye toba akiomba kinaachiliwa. Sasa unakuta mtu unamwambia ingia kwenye toba, soma Zaburi ya 51, soma Zaburi ya 103 mstari wa 3, alafu omba kile kitu ambacho unachotaka. Kwa sababu kipo cha spare. Unajua Mungu anambariki mtu kutokana na ufahamu wake. Kama yani unaambiwa ufahamu, good understanding gives favor. Yani ufahamu mzuri umpa mtu upendeleo. Kama una ufahamu unapewa upendeleo. Kwa sababu mtu anaomba kwa ufahamu. Anajua kuna andiko linalosema kwamba A B C D. Anapewa upendeleo. Sio kwamba umeokoka, na andiko tu. Unapewa upendeleo, unapewa. Unaweza kwenda mahali kwenye interview ya kazi. Akaja mtu tu kaona amepewa ile kazi kutokana na ufahamu wake. Ufahamu wake ukampa nini? Upendeleo. Tumpe huyu. Akapewa kazi. Kwamba lazima ujitahidi ujue kabisa kwamba kuna vitu viwili. Kwamba ukiona hichi kimeshachoka, hata gari ina gia. Je, ikichoka inabidi ubadilishe, uweke nyingine. Kwamba na wewe ukiona kuna kitu hichi kimechoka, badilisha nini? Badilisha gia. Ni kwa ufahamu. Ukiwa na ufahamu, naomba kwa imani, kwa matendo, hicho kitu kinatokea. Na kuomba kwa matendo ni kumtumikia Mungu, kwenda kufanya kazi ya Mungu. Tumesema kwenda kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam au kazi ya Injili. Tuweza kufanya kimoja kati ya hicho, Mungu anajibu maombi yako. Muda wetu umeisha. Saa 5:56, saa 6 kamili tutamshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tumalize. Kwa jitahidi kulijua kwamba kila kitu ambacho kimeombwa hapa duniani vimeombwa viwili. Ukiona hichi kimechoka na ukiona unaingia kwenye kulalamika sana, badilisha, anza kushukuru. Ingia kwenye eneo la kushukuru. Yaani tafuta eneo gani ambalo linakutesa, ambalo linakusumbua sana. Lile eneo kinyume chake ni nini? Nenda kwenye ile upande wa pili. Anza kutamka hicho kitu cha upande wa pili, kile kizuri. Na Mungu atafanyia kazi. Ukiona unawaza sana uovu, anza kutoka kule. Nenda waza vitu vizuri. Waza ndoto yako, maono yako. Waza kile kitu ambacho, ile nafasi ambayo unataka kuwa. Unataka kuwa nani? Unaenda kwenye ile eneo ambalo unataka kuwa. Unataka kuwa mtu fulani. Unataka kuwa mwalimu, unaona kabisa unafundisha. Unataka kuwa daktari, unatibu watu. Unataka kuwa mfanya biashara, unauza, unasafiri nchi mbalimbali. Anza kuona, ondoka kule. Badilisha jinsi unavyofikiri. Na ndivyo jinsi Mungu atakavyoweza kubadilisha matokeo yako. Lakini kama umepata changamoto au mtu amekutumia message mbaya, alafu unaanza kuwaza ile message tu. No. Kumbuka kitu kimoja kizuri tu ule mtu alishawahi kukufanyia. Kumbuka mwanadamu yote anataka kukosea. Kumbuka watu wana hasira. Unaanza unabadilisha story. Okay? Au unakaa na mtu hivi anasema watu. Acha badilisha story. Anza kusema Mungu. Full stop. Utaona maisha yanabadilika. Vitu vinabadilika. Unabadilisha matokeo na maisha yana move on, yanasonga mbele. Kwa fahamu tutaishia hapo. Tunamshukuru Mungu kwa dakika chache. Alafu tumalize. Asanteni. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo.
Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 6 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku mpya leo uliofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 5, sana kwa mwezi wa 6, sana kwa mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya uaminifu wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, mafunuo ya Kristo. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya amani ya Kristo, furaha ya Kristo, uaminifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, utajiri wa Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea tukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyovusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioua wazaliwa kwanza wa Misri kwa ua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetulinda, uliyetokea ulinzi tangu tulipozaliwa hadi leo, ukatokea kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya maambukizi kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante
Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki ndoa zao, bariki nyumba zao, bariki wanafunzi wao, bariki wateja wao, bariki majirani zao, bariki familia zao, bariki ndugu zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa, bariki muda wao, bariki imani zao. Roho Mtakatifu, badilisha matokeo yao ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, badilisha fikra zao, badilisha mawazo yao katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tumeamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunakaribisha tena katika majira saa 6. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako. Tupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi za uovu. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kubadilisha matokeo ya maisha yetu, ya biashara zetu, ya familia zetu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, fanya kazi ya Adam, kazi ya Yesu na kazi ya Injili katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutupa nafasi hii kwa ajili ya kujifunza. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu, bila mushi unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mushi. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu, bila mwisho unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanipata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Hallelujah. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my